Naam, habari ya wakati huu mwana michezo mwenzangu popote ulipo ulimwenguni, karibu tena katika jukwaa la michezo ili tuangazia yale yote yanayohusu michezo. Basi hii ni Bino Sport, ipo kwa ajili yako wewe mwana soka na mpenzi wa kandanda popote ulipo duniani kote kwa ujumla. Kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, basi usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kabisa kupata video zetu. Na kama ilivyo ada kwetu sisi, tunamulika soka, tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika, kama vile ligi kuu kutoka maeneo mengine kila pembe ya dunia, mfano England, Spain, Italy, Tanzania, Saudi Arabia na kwingine kote duniani, mfano La Liga Santander, Serie A, English Premier League, Saudi Pro League pamoja na NBC Premier League. Na moja kwa moja tunakwenda kuangazia mchezo wa CRDB Federation Cup utakaopigwa mapema hivi leo majira saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, katika mchezo utakaowakutanisha wenyeji wa mchezo huo Simba Sports Club wakicheza dhidi ya mgeni wake Dodoma Jiji katika hatua ya 16 ya mashindano hayo, huku kati yao mmoja akisaka ushindi ili kupata nafasi ya kuendelea kusonga katika hatua za mbele za mashindano hayo. Mchezo huu unatarajiwa kutimua vumbi katika kiwanja cha Sheikh Amri Abeid, huku timu zote mbili zikiwa na ubora wa juu katika mashindano ya ligi kuu, huku Simba Sports Club wakishikilia nafasi ya pili katika ligi kuu Tanzania bara almaarufu kama NBC Premier League, akijizolea jumla ya alama 36 huku akiwa na mchezo mmoja mkononi, wakati kinara wake akiwa na alama 44 katika michezo 18. Lakini pia kwa upande wa Dodoma Jiji anashikilia nafasi ya 8 akijikusanyia jumla ya alama 24 huku akiwa amecheza jumla ya michezo 18. Hivyo basi kuelekea mchezo huu, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker ametangaza mabadiliko ya kikosi chake, kikosi kitakachoenda kumenyana vikali dhidi ya Dodoma Jiji mapema hapo baadaye katika majira saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, na kikosi hicho kipo kama ifuatavyo. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa mlinda mlango, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kwanza na Mahamadou Kasali Tanja mwenye umri wa miaka 29, raia wa Nigeria, na kumpumzisha Hussein Abe, raia wa Tanzania mwenye umri wa miaka 27. Golikipa huyo amekuwa na mwendelezo mzuri wa ubora tangu alipojiunga na wekundu wa Msimbazi baada ya golikipa namba 1 Musa Pimpin Kamara kupata majeraha ya muda mrefu. Hivyo basi golikipa huyo anasifika kwa ubora alionao na alioonyesha katika klabu hiyo tangu ajiunge nayo, lakini pia amekuwa na uwezo mkubwa wa kuzuia mipira kwa uhakika, uwezo mkubwa wa kusoma mchezo kwa kutabiri mashuti na nafasi za wachezaji, lakini pia kukabiliana na washambuliaji bila hofu, kuongoza safu ya ulinzi na kuwasiliana na mabeki, kuanzisha mashambulizi kutokea nyuma, lakini pia uwezo mkubwa wa kucheza kwa miguu kama golikipa wa kisasa, lakini pia anasifika kwa ustadi wa kuzuia mipira ya juu. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa walinzi, yani beki nambari 2, beki nambari 3, beki nambari 4 pamoja na beki nambari 5. Tukianza na beki nambari 2, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker, kocha huyo amechagua kwanza na Shomari Kapombe, huku mbadala wake akiwa ni Frank Kameta Duchu. Beki huyo almaarufu kama Show Me The Way amekuwa na mwendelezo wa ubora wa muda mrefu tangu alipojiunga na klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi yenye maskani yake pale Kariakoo jijini Dar es Salaam. Beki huyo raia wa Tanzania mwenye umri wa miaka 34 mpaka hivi sasa ameendelea kuonyesha ushindani na ubora licha ya umri wake kuonekana kumtupa mkono katika ulimwengu wa mpira wa miguu. Shomari Kapombe ni beki anayesifika kwa kasi na wepesi, kwa kufuata washambuliaji na kushiriki mashambulizi, lakini pia kupiga pasi sahihi na kusoma mchezo, kutoa pasi za mwisho na kufunga mabao, kuzuia mashambulizi na kushughulikia wachezaji wa timu pinzani, kuelewa nafasi na kucheza kwa ushirikiano na mabeki wenzake, lakini pia uwezo wa kupiga chenga na kushinda mabeki wa timu pinzani ili kuweza kutoa cross, lakini pia anasifika kwa nguvu na utimamu wa mwili pindi awapo uwanjani. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 3, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker, kocha huyo amechagua kwanza na Nixon Kibabage, huku mbadala wake akiwa ni Anthony Mligo. Beki huyo mwenye umri wa miaka 25 anasifika kwa kasi na ubora tangu ajiunge na klabu hiyo ya Simba Sports Club. Beki huyo amekuwa bora na kuisaidia klabu yake kupambania nafasi ya ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara. Beki huyo anasifika kwa kasi na wepesi, kwa kufuata washambuliaji
ushambuliaji na kushiriki mashambulizi, lakini pia kupiga pasi sahihi na kusoma mchezo, kutoa pasi za mwisho na kufunga mabao. Lakini pia anaweza kuzuia mashambulizi na kushughulikia wachezaji wa timu pinzani, kuelewa nafasi na kucheza kwa ushirikiano na mabeki wenzake. Lakini pia ana uwezo wa kupiga chenga na kushinda mabeki wa timu pinzani ili kuweza kutoa krosi. Lakini pia anasifika kwa nguvu na utimamu wa mwili pindi awapo uwanjani. Lakini pia tukiangazia nafasi ya beki nambari 4, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker, kocha huyo amechagua kuanza na Ismael Tule huku mbadala wake akiwa ni Mbegu. Beki huyo mwenye umri wa miaka 28 anasifika kwa zaidi na uzoefu aliokuwa nao na ubora mkubwa alioonyesha mpaka hivi sasa katika klabu ya Simba Sports na ligi kuu Tanzania bara kwa ujumla. Beki huyo anasifika kwa kupambana na washambuliaji na kushinda mapambano, ustadi wa kucheza kwa kichwa na kushinda mabao kwa faida ya kimo alichonacho beki huyo, uwezo mkubwa wa kuongoza safu ya ulinzi na kuwasiliana na golikipa wake. Lakini pia ustadi wa kupiga pasi akianzisha mashambulizi kutoka nyuma, ustadi wa kuzuia mipira ya chini na kupiga pasi sahihi, lakini pia kukabiliana na washambuliaji hatari bila uoga. Lakini pia tukiangazia upande wa beki nambari 5, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kwanza na beki wake imara kabisa Lucien Derek, beki mwenye umri wa miaka 30, raia wa South Africa aliyejiunga na klabu ya Simba majira ya joto akitokea klabu ya Maccabi Petach. Beki huyo ameonyesha ubora wa hali ya juu katika mashindano ya ndani na nje kwa ujumla, lakini pia anasifika kwa uwezo wake mkubwa kusoma mchezo kwa kutabiri harakati za wapinzani na kukabiliana nazo, ustadi wa kucheza kwa miguu na kuisaidia timu kuunda mfumo wa ushambuliaji kutokea nyuma, lakini pia uwezo mkubwa wa kuongoza na kuwapanga vyema mabeki wake ili kupunguza makosa yanayoweza kuwapelekea kufungwa katika mchezo. Lakini pia ustadi wa kucheza kwa kichwa na uimara wa mwili na uwezo wa kufunga kwa kutumia kichwa. Lakini pia tukiangalia moja kwa moja upande wa viungo wa kati, yani kiungo nambari 6, kiungo nambari 8 na kiungo nambari 10, tukianza na kiungo nambari 6, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kwanza na Yusuf Ali Kagoma na kumpumzisha Daudi Semfuko. Kagoma anasifika kwa ubora alionao kiungo huyo tangu ajiunge na Simba Sports. Mchezaji huyo anasifika kwa uwezo mkubwa wa kusoma mchezo na kutabiri harakati za wapinzani na kuzizuia, lakini pia kuanzisha mashambulizi na kusambaza mpira kutokea nyuma, kuzuia mashambulizi na kupambana na washambuliaji wa timu pinzani. Lakini pia anasifika kwa kuzuia mipira ya chini na kupiga pasi sahihi, kujiamini na kutoa pasi za mwisho na kuunda nafasi za kufunga. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 8, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kwanza na Alassane Kante. Hiyo yote ni kutokana na ubora alioonyesha kiungo huyu aliyejiunga na klabu ya Wekundu wa Msimbazi tokea majira ya joto. Kiungo huyu anasifika kwa uwezo mkubwa wa kusoma mchezo, kutabiri harakati za wapinzani na kuzizuia, lakini pia kuanzisha mashambulizi na kusambaza mipira kutokea nyuma, kuzuia mashambulizi na kupambana na washambuliaji wa timu pinzani, kuzuia mipira ya chini, kupiga pasi sahihi, kujiamini na kutoa pasi za mwisho na kuunda nafasi za kufunga. Lakini pia kiungo huyu hutumika kama engine ya timu kwa sababu huunganisha na kuzuia mashambulizi kwa ujumla. Lakini pia tukiangazia upande wa kiungo nambari 10, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker, kocha huyu amechagua kwanza na Clatous Chota Chama Mwamba wa Lusaka, huku Neo Maema akiwa kama mbadala wake. Clatous Chota Chama raia wa Zambia Chipolopolo amekuwa bora siku zote akiwa na klabu ya Simba Sports, lakini pia anasifika kwa kuanzisha mashambulizi na kusambaza mipira kwa usahihi, kutengeneza nafasi za kufunga kwa wenzake, kupiga chenga na kushinda mabeki wa timu pinzani, uwezo mkubwa wa kufunga mabao, kutabiri hatua za wapinzani na kutengeneza nafasi, lakini pia kupiga faulo na kona kwa usahihi. Lakini pia kiungo huyu ni kiongozi wa timu na kuamua mtindo wa mchezo kwa ujumla. Na moja kwa moja tukiangazia upande wa washambuliaji, yani mshambuliaji nambari 7, mshambuliaji nambari 9 na mshambuliaji nambari 11. Tukianza na mshambuliaji nambari 7, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker, kocha huyo amechagua kwanza na mshambuliaji wake Libase Gwe na kumpumzisha Morris Abraham mwenye umri wa miaka 22. Libase Gwe amekuwa bora zaidi na ameongeza uimara na umakini katika safu ya ushambuliaji ya Simba Sports Club. Mchezaji huyo anasifika kwa kuwa na uwezo wa kukimbia na kuwashinda mabeki, ustadi wa kucheza pembeni na kukata ndani, lakini pia kuwashinda mabeki
lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kupiga pasi za mwisho, kuunda nafasi za kufunga, ustadi wa kufunga mabao, uwezo wa kushirikiana na wenzake, pamoja na ustadi wa kupiga mipira ya kufa. Lakini pia tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 9, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker. Kocha huyu amechagua kwanza na mshambuliaji wake Selemani Mwalimu mwenye umri wa miaka 20, huku mshambuliaji huyu akionyesha ubora katika ligi kuu Tanzania bara msimu huu wa 2025-2026. Hivyo basi mchezaji huyu anasifika kwa uwezo mkubwa wa kufunga nafasi na kumaliza kwa ufanisi, ustadi mkubwa wa kucheza kwa miguu, nguvu na kasi, ustadi wa kucheza kwa kichwa, uwezo mkubwa wa kushirikiana na wachezaji wenzake, ustadi wa kujiweka katika eneo sahihi pindi wapo katika boksi la timu pinzani. Lakini pia anasifika kwa ujasiri na uwezo mkubwa wa kufunga mabao pindi timu inapomhitaji. Lakini pia tukiangazia upande wa mshambuliaji nambari 11, kocha mkuu wa klabu ya Simba Sports Steve Barker amechagua kwanza na mshambuliaji wake Eli Mpanzu Kibisawala, raia wa Kongo mwenye umri wa miaka 24, na kumpumzisha Anicet Ura, raia wa Ivory Coast mwenye umri wa miaka 26. Eli Mpanzu anasifika kwa uwezo wake mkubwa wa kuficha mpira, kasi alionao na mbinu, lakini pia ana uwezo mkubwa wa kufunga magoli hata akiwa nje ya 18 ya timu pinzani. Lakini pia Eli Mpanzu anasifika kwa uwezo wa kukimbia kwa kasi na kuacha mabeki kwa urahisi pembeni ya uwanja, lakini pia anamiliki mpira vizuri na anaweza kupenya katikati ya mabeki kwa kutumia chenga. Lakini pia Eli Mpanzu hutoa pasi za hatari kutoka pembeni kwenda kwa washambuliaji, lakini pia anasifika kwa uwezo mkubwa wa kubuni nafasi za kufunga hata pale ambapo hakuna nafasi za wazi. Lakini pia Eli Mpanzu anaweza kukimbia muda mrefu, lakini pia akisaidia kushambulia na kurudi kulinda kwa ujumla. Na hayo ndio mabadiliko ya kikosi cha klabu ya Simba Sports kilichotangazwa mapema hivi leo na kocha mkuu wa klabu hiyo Steve Barker kuelekea mchezo wa CRDB Federation Cup katika hatua ya 16 bora dhidi ya Dodoma Jiji. Mchezo unaokadiriwa kutimua vumbi mapema hivi leo mnamo saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Basi kama hii ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, basi usisahau kusubscribe, like na kucomment, kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe mtu wa kwanza kupata video zetu. Sisi tunamulika soka, sisi tunamulika kabumbu ndani na nje ya bara la Afrika.